shida kama yote umenijuliako salama rohoni ni salama rohoni mwangu moyoni ni salama rohoni nikajipa moyo kwani Kristo ameona unyonge wangu yako rohoni ni salama rohoni wangu. Kanisa linaungana na familia kwa ajili ya msiba huu na tunatoa shukrani nyingi kwa ajili ya ndugu zetu ambao mmekuja kuungana na sisi. Alikuwa mwanakanisa, alikuwa mhasibu wa kanisa na mimi ni mwinjilisti nikiungana na kwa niaba ya kanisa, na wapeni pole wote wanaohusika na msiba. Mke wangu nimemuoa mwaka 1985. Tumeishi naye tukajaliwa kuzaa watoto 9. Lakini walio hai sasa ni watoto 6. Tumeishi naye akiwa msaada sana katika maisha ya kifamilia na ya kijamii pia. Chukua nafasi za uongozi katika sehemu mbalimbali kwenye chama, serikali, hata kwenye nzengo pia. Na amekuwa mshauri wa karibu katika familia yangu. Amenishauri mahali ambapo panaonekana pana shida, lakini alikuwa anaishi kwa uvumilivu sana. Kwa changamoto ambazo zilikuwa zinatokea ndani ya familia yetu na ndani ya jamii kwa wanaukoo. Na alikuwa anategemewa katika familia ya kwao upande wa ukweni. Hata jambo na migogoro inapotokea, haijalishi kwamba ni mwanamke, lakini walikuwa wanamfuata kwenda kutatua migogoro ya kifamilia. Mimi naitwa Cuthbert Albert Joseph, alimaarufu kama kada mtiifu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza. Mimi kwanza kwa pande mbili, mimi kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi nimeumizwa sana na kifo cha mama yetu mwenyekiti wa UWT hii kata ya Nkalalo, kwa sababu unafahamu tena yule alikuwa ni mama mwenye uzoefu mkubwa na alikuwa kiungo muhimu kwenye pande zote mbili, watu vijana, wazazi pamoja na UWT pamoja na viongozi wote. Ndio maana naona msiba huu viongozi wengi wa mkoa wa wilaya wa Chama cha Mapinduzi wamekuja. Lakini kwa upande wa pili, huyu alikuwa ni mama yangu, japo si mama yangu wa kunizaa, lakini alikuwa ni mama yangu mdogo. Kwa hiyo kwetu sisi kama familia alikuwa ni mama, alikuwa ni mwalimu, alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Kama unavyoona familia yetu ni familia yenye hofu ya Mungu. Alikuwa mtumishi wa Mungu kwetu, alikuwa ni mama, alikuwa ni bibi, alikuwa ni kuunganishi, alikuwa pia anaweza kutufundisha. Kwa hiyo alikuwa mwalimu wetu, mtu wa kufundisha mambo ya dini, mambo ya maisha. Kweli kama familia tumepata pigo kubwa na mzee wetu hapo, mzee Kajenje. Najua kwamba sasa inabidi tumpe ushauri mwingi ili aweze kukaa karibu, kwa sababu ilikuwa ni familia ambayo wanapendana sana wazee. Waige yale mema kina mama ambao wameachwa kwenye hii jumuiya ya UWT kata, waige tu yale mema ambayo huyu mama huyu alikuwa anayafanya. Hakuwa na siasa za visasi, alikuwa anaunganisha makundi yote. Kwa nao waige tu kwamba wao kina mama ambao wanaweza kuunganisha watu katika makundi mbalimbali. Lakini zaidi kama unavyojua marehemu alikuwa ni mtu wa Mungu, kwa hiyo alikuwa anachukia rushwa. Kwa siasa za rushwa kwake hazikuwa na nafasi. Kwa hata kina mama waliobaki kwenye UWT waige
siasa za kutopenda rushwa kama marehemu ambavyo alikuwa anaishi, kwamba alikuwa anaishi kwa hofu ya Mungu. Wapo wadau mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi kuanzia kata, wilaya mpaka mkoa wamehusika kwa karibu sana katika huduma ya msiba wake. Wapo watu ambao wamechangia vitu vyao mbalimbali, ndugu na jamaa na viongozi wa chama. Mungu tu aendelee kuwapigania. Siwezi kutaja mmoja mmoja na kila alichokifanya, lakini ninajua tu kwamba moyo wangu unayo hamu ya kuendelea kuwaombea wale waliofanya mambo ya ufanikishaji wa msiba wa mke wangu. Pamoja na hayo sasa, ninashukuru hata uongozi wa chama kuonekana mahali hapa ukinitia faraja ndani ya kata, wilaya pia hata mkoa wameshiriki katika msiba wa mke wangu. Ninakuwa na raha sana na faraja pekee kuona viongozi wenzangu wameshiriki katika msiba huu. Kwa kweli msiba huu nimeupokea kwa masikitiko sana. Nimepoteza kiungo muhimu cha chama ambayo wanawake wanategemewa sana katika chama chetu cha Mapinduzi. Hivyo tunajua tumepata pengo kubwa. Tunachowaasa wanachama walioachwa na mwenyekiti wao wa kata wa UWT waendelee tu na mshikamano, waendelee kumuenzi mwenyekiti aliyeondoka ambaye ametangulia mbele za haki kwa kuendelea kushikamana na kufuata yale yote ambaye aliyokuwa akiwaongoza na kuwaasa. Waendelee tu na mshikamano, maana tunakwenda kwenye uchaguzi. Najua mbele yetu kuna kazi kubwa na wanawake ndio tunawategemea zaidi katika kushinda katika chama chetu. Nimekuja kumuhani na kuwapa pole wanawake wenzangu wa wilaya hii ya Kwimba kumpoteza mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania kata ya Nkalalo, dada yetu ambaye ametuacha leo na tutakuja kuonana naye baadaye. Natoa pole kwa mwenyekiti wa wilaya mama yangu Mariam, katibu wa wilaya, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kwimba na wanakwimba wote, hasa wanawake, kwa kupoteza nguvu kazi na kupoteza kula ya muhimu sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na diwani pamoja na mbunge. Niwaombe Wanankalalo waendelee kuwa wamoja, wenye mshikamano, hasa kupitia jambo hili basi liendelee kuwaweka pamoja na kumuenzi kwa mazuri aliyoyafanya ndani ya jumuiya yetu ya Umoja wa Wanawake Tanzania. Msiba huu tumeupokea kwa masikitiko makubwa, ukizingatia alikuwa ni mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake kata ya Nkalalo. Tumepoteza nguvu kazi katika chama, lakini pia katika hii kata alikuwa anajitoa sana, na lakini kazi yake ilikuwa ni kuunganisha wanawake, hata pia ambao walikuwa hawajui umoja wa kina mama. Yeye ndio aliyekuwa anaunganisha kina mama. Tumepoteza katika chama, katika jumuiya yangu mimi nimepoteza mjumbe. Lakini pia nitachowaomba tu wana kata hii ya Nkalalo wawe na umoja, wawe na mshikamano, hususan katika kipindi hiki tunachoenda kwenye uchaguzi. Kwa kweli tumeumia sana. Mwenzetu alikuwa ni kiungo kikubwa sana katika UWT. Tulikuwa ni msaada kwake. Yaani alikuwa ni mchechi. Alikuwa anajituma kwa hali na mali yote. Tukimwagiza kitu alikuwa hachelewi, mwenyekiti anakuja. Yaani alikuwa anaongoza vizuri sana kata yake. Walikuwa hawana hata mpasuko. Walikuwa wako pamoja. Walikuwa wanaenda pamoja na katibu wake. Kwa kweli tumeumia sana na tutamkumbuka kwa yote mazuri aliyoyafanya katibu wetu. Maana alikuwa ni kiunganishi kwa watu. Alikuwa anakitetea Chama cha Mapinduzi. Hata kwa wakati baada ya uhai wake alikuwa anahamasisha watu kujiandikisha kwenye daftari la kudumu. Kazi ya Mungu tunasema haina makosa. Labda nipende kuchukua nafasi hii kumzungumzia mama aliyetangulia mbele za haki tuliotoka kumpumzisha. Mama alikuwa ni mtu msikivu. Yaani katika viongozi ambao mimi kwenye huu uongozi wangu wa ujumbe wa halmashauri kuu nimefanya naye kazi ni mama. Mama nimefanya naye kazi kwa kipindi kifupi, lakini ni mama mmoja muelewa sana na alikuwa msikivu sana. Alikuwa ni mnyenyekevu, lakini sio mnyenyekevu tu, alikuwa ni mtiifu na mpatanishi. Ni mama mmoja ambaye alikuwa anatatua migogoro. Yaani hapendi kumuona fulani na fulani wanagombana, wanapishana, lazima aje aseme nyie ni chama wote ni kijani, mko hivi na hivi hivi na hivi. Kwa hiyo hayo ndio naweza kuyasema kwa marehemu.